Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amani ya Mwenyezi Mungu muumba mbingu na ardhi iwe pamoja nani. Ni pioneer mdogo kuliko wote Afrika Mashariki. Nimekuja tena kwa ajili ya kugusia au kuendeleza story ambayo niliwahi kuwapigia kipindi cha mwezi wa 7 kama sijakosea. Story ambayo iligusia historia kidogo ya maisha ya Marekani. Kwamba Marekani iliwahi kupitia katika kutawaliwa na wakoloni wao ambao ni Waingereza. Giant hawa. Waingereza wamewatawala wengi, ikiwemo pia taifa kubwa kabisa Marekani walitawaliwa na Waingereza. Lakini walikuja baadaye kuachiwa uhuru wao, wakajikomboa na wakaanza kutengeneza mazingira ya kiuchumi wao. Katika story hizo tulipiga jinsi walivyoiunda currency yao ya USD, United States Dollar, ambayo ni muunganiko yale majimbo. Baada ya kuachiwa uhuru, zile states yale majimbo yalikuwa kuna majimbo yalikuwa wanatumia currency zao na majimbo mengine walikuwa wakitumia currency ya mtawala wao, paundi ya Uingereza. Kwa wakaona ili sisi tuweze kujitengenezea uchumi wetu na kuwa wakubwa na kuwa wakongwe na kujithatiti, basi tujiunge, tuunganishe nguvu, tuwe ni community moja kama ya Pi Network, and then tuunde sarafu yetu. Kwa yale majimbo mfano Las Vegas, Los Angeles, Miami, New York City, Washington DC na hao majimbo mengine California, wakaungana ikawa ni kama nchi moja. Majimbo yalikuwa kama sitakosea ni 52 ama 54. Kwa hiyo yalivyoungana yakawa ni unit, ikaitwa United States of America. Ni muunganiko wa zile states, yale majimbo ya Amerika, Marekani. Kwa ile sarafu yao ilivyoundwa ikaitwa hivyo United States Dollar. Ni dola ya muunganiko wa majimbo ya Marekani. Kwa hii dola lengo lao pia ni ishara ya wao kuwa wanajitawala, ni ishara ya uchumi, na lengo lao lilikuwa iwe ni dola ambayo yenye mabawa makubwa sana, yenye nguvu kubwa sana katika uchumi wa duniani wa ndani na wa nje pia. Na wali succeed katika mfumo huo. Walifika yale malengo yao, right? Lakini bado ile kiu yao ya kutaka kuwa ni sehemu kubwa ikaonekana kama mtawala wao bado anajimwambafai na currency yake kuwa na thamani. Naam. Kwa hiyo tukapiga story mpaka tukafikia katika masuala ya coin sasa. Kwa Marekani wakaona katika mfumo huu wa fiat hawa watu hawezi. Yaani katika ngumi za ulingoni hatuwawezi. Sasa tuhamie ngumi za mtaani. Si ndivyo? Kwa hiyo tunafanyaje? Marekani wakataka kuanzisha currency ambayo itakuwa ni mbadala wa dola, wa fiat currency. Walianzisha huo muswada mara nyingi, siku nyingi, lakini wakawa bado hawafiki malengo, hawafiki mwisho. Lakini tumeona baada ya huyu jamaa kuingia Donald Trump, kama amelishikilia sana masuala ya cryptocurrency, masuala ya digital asset, amelishikilia, vikao vingi vimekalika kutengeneza sarafu ambayo itakuwa inatumika Marekani kama payment system, kama mfumo wa malipo ya kiserikali, malipo ya kisekta na malipo ya kibinafsi. Baadaye ya kutumia dola ya fiat utakuwa unatumia hiyo sarafu, na hiyo sarafu lengo pia itumike worldwide, katika mawanda ya duniani. Yaani yao kila mtu duniani anaweza kufanyaje akatumia. Kwa hiyo katika zile story tukapiga kwamba ilikuwa hii sheria ya Genius Act ilikuwa bado haijapitishwa rasmi. Walikuwa hapo katika mswada. Kwamba zile story tukasema huenda hiyo sarafu ambayo hii Genius Act ambao wanaisema Marekani huenda kawa ni Pi Network, kwa sababu tukasema hivi, endapo wakaleta sarafu ambayo ikawa ni stable coin, stable ambayo kama sheria inavyosema iwe ni paged, iwe ni backed na dola, kwamba coin moja ni sawa na dola moja,
Kwa tukasema itakuwa hamna walichokuwa wamekifanya. Kwa sababu gani? Nikatolea mfano, utakuwa umekataa 502 alafu umekubali 1000, au umekataa 1000 ukakubali 502 ukaona ni nyingi, kumbe kimsingi ni ile ile 1000 unayo. Lakini ndio sheria ikapitishwa hiyo ya nini, ya stablecoin, na wao wenyewe wakasema, Trump akasikika akisema tarehe 1 mwezi wa 8 sheria hiyo inaanza kutumika na watu wataanza kufaidika. Tarehe 1 mwezi wa 8 ikafika, lakini hatujaona hiyo stablecoin ni ipi, right? Haya, tarehe 1 mwezi wa 9 nayo ikafika, mwezi ukapita, hatujaona pia stablecoin ni ipi ambayo sasa itakuwa ndiyo sehemu ya mkakati wa taifa la Marekani katika njia ya crypto. Kwa bado ile story yangu ikawa bado iko hai. Ndio maana jana nikawarejeshia ile story niliyoipiga kipindi hiko cha nyuma. Ndugu yangu mmoja akauliza, una maana gani sasa wewe kutuletea hizi story ya nyuma? Maana yake ni gani? Maana yangu ni hii sasa, nataka mimi kwenda kukuelezea. Unaweza ukaangamua kitu, ukafikiria kitu katika hizi story. Bado nasisitiza kwamba hizi ni story, si ndivyo? Story ambazo zinaweza zikakufikirisha nje ya box ama ndani ya box. Story ambazo zinaweza zikakupa njia ambayo inaweza kawa ni nzuri ya wewe kufikisha jicho lako na kuangalia kule unakotaka kuelekea ni wapi. Sasa huyo bwana Donald Trump, tunaendelea sasa na story. Huyo bwana Donald Trump amesikika akisema katika short clip zimetumwa katika karibia magrupu yote, na hisi kila pioneer duniani hiyo short clip atakuwa amesikiliza, akizungumzia Gesara Gold au Gesara Coin. Watu wengi wakaanza kuuliza maswali, ni nini Gesara Nisara? Kisara Nisara, Nizara Kisara, ni nini hicho? Watu wakanipigia na simu, wakauliza na maswali, lakini majibu hayakuwa ni mazuri ya kunyoka, kwa sababu ni kitu sipendagi kujibu vitu nje ya mfumo, si ndivyo? Mimi nimejikita kwenye mfumo tu wa Pi. Wapo ndugu zangu ambao wanaishi katika mifumo nje ya Pi network, wana fursa nyingi huko, mfano kama Prophet Abraham Leiser. Ukitaka mifumo mingi ya blockchain technology, fursa nyingi, mtafute yeye, atakuelekeza 200 yako, 10,000 yako, milioni, bilioni, trilioni yako unaizalisha vipi katika blockchain technology. Lakini ukimfuata pioneer mdogo kuliko wote, unanionelea mimi ni mdogo, kwa mimi sijui kitu chochote kuhusiana na masuala ya crypto, masuala ya blockchain. Mimi ninachokifahamu ni Pi tu. Kwa sababu gani? Bado mimi ni mdogo, sijakuwa kufikia huko. Tuliache hilo. Sasa huyu bwana Donald Trump, baada ya kuongea katika short clip yake moja akiwa ndani ya White House, State House, anasema kwamba ataifanya Marekani kuwa ni kitovu cha crypto, au ni mji mkuu wa crypto duniani. Ataifanya Marekani kuwa hivyo, na hiyo itakuwa ni kitu ambacho chenye kufurahisha na kushangaza sana. Yaani ataifanya Marekani kuwa ndio kitovu au ndio mji mkuu wa nini, wa crypto duniani, right? Duniani. Sasa baada ya hiyo kauli yake na kusaini ile na nilio alioletewa, akasaini kwamba tayari mimi nimesaini kwamba Marekani itakuwa ndio mji mkuu wa nini, wa crypto zote duniani. Sasa akapokea simu nyingi huyu bwana Donald Trump. Simu nyingi amepokea kutoka nchi nyingi, kutoka kwa makampuni mengi amepokea simu. Na yeye mwenyewe katika hiyo short clip akizungumzia Gesara Nesara, amenukuliwa akisema hivi, ni mnukuu kidogo. Anasema, coins are they, sarafu hizi
ambazo ndio zitaifanya Marekani kuwa ndo mji mkuu wa crypto. Sarafu hizo ambazo ndo alizizungumzia sasa, akasema I've already received calls from big corporation. Akisema nimepata simu nyingi kutoka kwa makampuni makubwa, big corporations, foreign government, na serikali za kigeni. Serikali za kigeni hapa mimi naweza nikasema anazungumzia nchi. Tujalie atazungumzia nini? Labda China, atazungumzia Tanzania, anaizungumzia Canada, anaizungumzia Singapore, right? Hizi ndio foreign, anasema ndio nini? Foreign government, serikali za kigeni. Amepokea simu, amesema I've already received calls from, tayari nimeshapokea simu kutoka katika big corporations, mataasisi makubwa, foreign government, katika serikali za kigeni, even Wall Street giant, pia katika wale ambao ni magwiji na wale vigogo wa Wall Street, yani wale vigogo wale wa nini wa mitaa. Yani hapa tunazungumzia madoni kama, nitolee mfano, madoni kama wakina Elon Musk. Hao ni madoni wa mtaa. Madoni kama wakina Mark Zuckerberg, sawa. Madoni kama wakina hivyo, yani wa madoni wanaojulikana kwamba huyu bwana, wakina Alibaba wale, sawa. Hawa madoni wa mtaa wamempigia simu Donald Trump. Hiyo short clip, hao maneno ndo ameyasema. Wakimuuliza sasa bosi, maana anaitwa bosi Donald Trump, sawa. Uwezi kumpigia simu sema Trump wewe, tayari yeye ni bosi au mheshimiwa mkuu, saa bosi au mkuu. Vipi sasa unavyozungumza kwamba Marekani itakuwa ni kitovu au ni mji mkuu wa crypto? Hebu tupe dondoo sasa. Hiyo crypto kwanza itakuwepoje? Najalia sasa mimi ndo nimempigia simu sasa mkuu Donald Trump. Mimi ndio yule tunasema ni big giant wa street. Ndivyo hapa mtaani kwetu, mimi ndio Doni Kibopa. Sawa? Shampigia simu Donald Trump, naongea naye pale. Nimesikia umesema unataka ufanye Marekani kuwa ndo mji mkuu wa crypto. Unazungumzia crypto gani? Unazungumzia BTC? Au unazungumzia crypto utafanyaje? Yani utaifanyaje Marekani kuwa mji mkuu wa crypto? Ni crypto zote zinakuwepo hapo, au utaanzisha crypto yako, au serikali itakuwa na crypto yake hiyo CBDC? Hebu tuambie, ili na sisi kama mataasisi au sisi kama serikali za pembeni yako au sisi kama madoni tujue tunajipangaje ili kupata hizo fursa, kwa sababu hawa watu hawa ni wetu, wanatuangalia sisi, si ndivyo? Ili maisha yetu yaende, maisha ni watu bana. Kwa sisi tukawai, ili utakapotengeneza hizo crypto, utakapotengeneza huo mfumo, sisi ndio tuwe wa kwanza. Kama zitakuwa zinachimbwa, sisi tuwe wa kwanza kuwaweka wataalamu wetu hapo wanafanya mambo. Au kama zinanunuliwa, sisi ndio wa kwanza tunapeleka dau letu, au tukupe kabisa, au sio? Au tukupe kabisa dau kabisa, ili sarafu itakapoanza unajua unaanza kutuingizia katika wallet zetu. Trump akajibu, ukisikiliza hiyo short clip, anasema hivi Trump, anasema and you know what I told them. Anasema and you know what I told them. Sasa hawa watu walivyonipigia simu, Donald Trump anasema and you know what I told them. Unajua niliwajibu nini? Au unajua niliwaambia nini hawa watu? Yaani unajua serikali niliwaambia nini? Mataasisi unajua niliwaambia nini? Hao madoni ni unajua mimi niliwajibu nini? Kuhusiana na hiyo sarafu ambayo itaanzishwa Marekani. Itakuwa ndiyo Marekani na hivyo. Unajua niliwajibu nini? Anasema hivi. Anasema this coin wasn't made for you. Aliwaambia hii coin
haijatengenezwa kwa ajili yenu, wasn't made for you. Haitotengenezwa, haitokuwa kwa ajili yenu ninyi mataasisi. Sarafu hii haitokuwa kwa ajili yenu ninyi makampuni, haitokuwa kwa ajili yenu ninyi serikali na CBDC zenu, haitokuwa ni kwa ajili yenu ninyi madoni kama wale madoni wa BTC, sawa, wale whales kwenye masuala ya crypto, kapigiwa simu na hao whales kwamba sisi tuzinunue hizo sarafu ambazo zitakuwa ziko made by USA, akawaambia hazijatengenezwa au hazitotengenezwa kwa ajili yenu. Alafu akasemaje? Anasema this coin wasn't made for you, it was made for the people. It was made for the people. Itatengenezwa kwa ajili ya watu, community, ambao ni sisi. Sasa kwamba hiyo sarafu, hiyo coini, hizo coini zitatengenezwa kwa ajili yetu sisi, si kwa ajili ya serikali, si kwa ajili ya mtu binafsi, wala tena wale watu wakubwa, wala si kwa ajili ya makampuni, ni kwa ajili ya watu. Because kwa sababu for too long the banks controlled everything. Kwa sababu kwa muda mrefu sana, mimi nimeona Trump anasema kwa muda mrefu sana mabenki yamecontrol kila kitu, yameshikilia, yameendesha kila kitu mabenki kwenye masuala ya financial market. Miaka mingi jamani, anawaambia sasa ninyi makampuni. Sasa hapa yeye aliwaambia tu wale watu walimpigia simu kwamba si kwa ajili yenu. Sasa haya anatuambia sisi, au anawaambia wale raia wake wa Marekani kwamba kwa sababu ni miaka mingi mabenki yamefanyaje, yamecontrol kila kitu. Tunajua benki kazi yake ni kuhifadhi nini? Pesa. Kwa tunavyozungumzia kila kitu, tunazungumzia masuala ya pesa, sio kila kitu kwamba ni mke wako, mume wako, kila kitu sijui ya nini yako. Kila kitu tuangalie muktadha. Kimetajwa nini? Kimetajwa benki. Muktadha wa benki ni kuhifadhi, withdraw, deposit, yani kuzunguka masuala ya nini, ya uchumi wa kifedha. Kwa benki miaka mingi imekuwa ikicontrol. Kwa hiyo sarafu haitokuwa kwa ajili tena ya control kila kitu. They controlled your money. Anatuambia sisi hao mabenki, they controlled your money. Mabenki yalikuwa yakicontrol pesa zako. Ukiweka milioni benki, mfano hai benki za Tanzania, wewe ni mtumishi wa serikali ama si mtumishi, ghafla bin vu benki yako ilikuwa tu inapokea milioni 1, milioni 2, imezidi milioni 5, ghafla bin vu milioni 80 au 100 ndani imeingia hapo. Jamani, simu utanyanyuliwa. Bwana, hebu samani tunakuomba benki, njona zile anaita benki statement zako, hebu nazo pia kama yani kama akiba tu, beba njonazo, au sio? Kuna mahojiano kidogo tuhojiane. Utaenda pale utamkutana na mkurugenzi, si utakutana na meneja, si utakutana na CEO, si utakutana nini wa hiyo benki ambao hujawahi kuonana nao. Watataka wahojiane na wewe, hizo pesa zimeingiaje, zimetoka wapi, umefanya nini, na kwa nini umetumiwa, kwa ajili ya nini. Kama hauna maelezo ya kutosha, ni wewe ni mbabaifu kama mimi, kuongea huwezi. Milioni zako 80, 100 zile zimeenda na maji. Serikali hizo ni zao, au hiyo benki inaweza hizo pesa zikafanya zikazuiliwa na akaunti yako kafungiwa. Uongo kweli. Sasa Trump anasema hili, sasa anasema mabenki miaka mingi yamecontrol everything. Kwa sababu gani? They controlled your money. Mabenki yalikuwa yakicontrol pesa yako. Withdraw kiasi gani? Wewe unaenda withdraw pale katika ATM, umewekewa limitation kwamba huwezi withdraw kwa muda mmoja
milioni 5 au milioni 2 au milioni 1, unaambiwa withdraw tu labda 500,000, si ndivyo, kwenye ATM. Au kwenda withdraw kule utawekewa masharti, makato mengi, ndio wana control pesa yako. Wana control pesa yako pia katika masuala ya nini? Kwenye akizungumzia katika dola kama Marekani, pia wanazungumzia kuhusu nini? Na thamani pia wana control. Asema they controlled your money, your debt, pia madeni yako wana control. Wana control deni lako kivipi? Utakopa milioni 10, utalipa milioni 15. Tena wanakuwekea na limiti, ulipe hivi, usipolipa unaweza ukafilisiwa. Kwa pia wana control madeni. Wanasema your freedom, pia uhuru wako wa kifedha unakontroliwa. Leo hii wewe una uhuru wa kifedha. Kama una pesa zako benki, uhuru wake ni mdogo. Kwa sababu gani? Akaunti yako kufungiwa ni 0.001 akaunti yako kufungiwa. Sasa hivi unaweza, ndio maana watu wengi mtu pesa yake ya serikali ikiingia kama mshahara wake kale ka 200,000 chop kakatoa kakaingiza kwenye Tigo Pesa au kakashikilia bora yake kwenye handbag chake. Kwa sababu gani? Benki wana control kila kitu. They control your freedom. But now the table are turning with. Lakini sasa meza inaenda kupinduliwa. Meza imepinduliwa. Ukisikiliza ile voice note niliokuwa nakupigia story, ile voice note nilisema Marekani wanaenda kufanya mapinduzi. Wanaenda kufanya mapinduzi, tunavyosema kwamba masuala ya blockchain technology ni masuala ya mapinduzi ya viwanda. Nikasema ukisikiza ile voice note nilisema Marekani wanaenda kufanya mapinduzi. Hayo niliyasema ilikuwa kabla Donald Trump hajazungumza katika hiyo short clip ambayo imesambaa katika magrupu ya community ndani ya wiki mbili hizi. Angalia sasa Donald Trump anakuja kusema kile ambacho mimi nilikisema kwamba Marekani wanaenda kufanya mapinduzi. Sasa ona Trump anasema mwenyewe, anasema but now, lakini sasa the table are turning. Meza inaenda kufanyaje? Miguu juu kichwa chini. Na maana wale ambao walikuwa wako juu wamekaa wanakula zao mamisosi, mapiza, mamisosi ya kumwaga, mapiza na mazaga. Si ndivyo? Alafu sisi chini wanatudondoshea kamfupa na kula nyama ya kuku akibakiza kabisa mitofu nofu, ndo wanatudondoshea sisi. Wanakula wali, wanadondosha vipunje, ndo tunakula sisi. Trump anasema ile meza inaenda kupinduliwa tap. Wale wa chini wanakuwa juu na wa juu wanakuwa chini. Katika masuala ya nini lakini? Masuala ya finance, masuala ya pesa. Kivipi? Tuendelea. Trump, hiyo voice note nitaituma, hiyo short clip nitakutumia na huku isikilize Trump alivyokuwa anaongea. Akasema but now the table are turning with the Nezara Gesara gold coin. Hiyo meza hiyo inaenda kupinduliwa with na nini? Pamoja na nini? Nezara Gesara coin au Nezara Gesara gold. Sasa hiyo Nezara Gesara ndio watu wakaanza kuuliza maswali. Sio Nezara coin ni mbwani. Ni kitu gani? Nezara Gesara ni coin. Hebu kiongozi tuambie hii Nezara Gesara ni coin, ni sarafu inachimbwaje, inapatikanaje? Watu wakaoe jiwe mimi hata. Akasema Nezara Gesara coin, the people will finally control the bank. Anasema the people will finally control the bank. Sasa kupitia hiyo sarafu hiyo ya Nezara Gesara, the people finally will control the bank. Sasa watu wataenda moja kwa moja kwenda kuzicontrol benki, kwamba sisi ndio tutakuwa tuna mamlaka, tuna nguvu, tuna power fundamentally. Sijui maana fundamental sijui nini, nimetaja tu jamani, hiyo imenitoka tu maana yake sijui. Kwa hiyo tutakuwa na nini? Na ile powerful ya kuzicontrol benki. Kwa sababu gani? Meza imefanyaje? Imepinduliwa. Wao walikuwa wanatuonelea na uchumi wao, wanatuonelea na sheria zao walizozitunga.
Sasa maana yake tunaenda kuja kuasisi na sheria zetu. Hii voice note ya hizi story baadaye utanielewa hapa Trump alimaanisha nini? Je, alimaanisha nini? Sawa. Kwamba tunaenda sisi finally kucontrol benki. Yaani wewe unaicontrol vipi CBDC? Nani CRDB. Unaicontrol vipi NMB? Unaicontrol vipi Amana Bank? Unaicontrol vipi Azania Bank? Unaicontrol vipi Bank of America? Unaicontrol vipi Barclays Bank? Yaani wewe unaicontrol vipi naniliu hiyo Standard Chartered? Yaani inakuingia akilini wewe unaweza ukicontrol? Anyway, tutajua hapo baadaye. Akasema finally tunaenda people wanaenda kuicontrol bank kwa kutumia Nesara and Gesara. The bank, let me remind you that we are 42 million coin. Asema ngoja mimi nikukumbushe. Sawa? Ngoja mimi nikukumbushe kwamba zimebaki sarafu milioni 42. Zimebaki sarafu milioni 42 za hizo Nesara, Gesara, Gold remain coin for the entire world. Now we have anasema let me remind you. Ngoja mimi nikukumbushe kwamba now we have that we are 42 million coins. Asema ngoja mimi nikukumbushe. Tuna milioni 42 coins. Milioni 42 coins za Nesara Gesara. Yaani hapa akiwa anamaanisha total supply ni milioni 42. Alafu anasema for the entire world now we have 42 millions. Hizo milioni 42 ndo zitaingia duniani katika watu kuzichukua, either zitachimbwa au zinanunuliwa, zinafanyajwe sijui mimi, lakini ziko milioni 42 ambazo zitaingia duniani. Lakini anasema zilizobaki sasa hivi ni milioni 32. Sawa? Coins left over 80 billions people. Zilizobaki kwa watu bilioni 8. 8 billions people will soon want one, and let me tell you, you don't even know the price. Japo anasema kwa sasa hivi bado hatujui nini thamani yake. Hiyo Nesara Gesara gold coin ina thamani gani? Kwa sasa hivi hatujui. Lakini zimebaki coin ngapi? Milioni 32 katika watu bilioni 8 duniani. Sasa hapa anamaanisha sarafu hizi ziingie duniani. Zikishaingia duniani, watu wataenda kucontrol mabenki, wataenda kucontrol mataasisi kwa hizi sarafu milioni 42 kwa watu bilioni 8 duniani. Kwanza mpaka hapa wewe unapata picha gani? Kabla sijaendelea na hii sio nisema hotuba ya Trump, mpaka hapa wewe umepata picha gani? Kwamba kuna sarafu za Gesara Nesara milioni 42 katika watu bilioni 8. Tugawanye bilioni 42, milioni 42 kwa watu 8, kwa watu bilioni 8. Kila mtu akichukua hapo ni sawa anapata 0.005. 0.005. Inamaanisha kwamba mimi niwe na 0.005, wewe na 0.005. Inamaanisha kwamba hapo ni uwiano, kila mtu duniani amepata. Yaani kila mtu asichukue 2, yaani asichukue ziada. Inamaanisha kwamba tukigaiana sawa kwa sawa, kila mtu anapata 0.005. Basi inatosha. Yakfi, inatosha. Sasa kama ni 0.005, hiyo coin itakuwa na thamani gani? Ili wewe uweze kuicontrol benki, uweze kuicontrol taasisi, yani usiwe under controlled tena. Hao maswali yaache, mimi nitakupa majibu baadaye. Yaani hao maswali nakuuliza, lakini majibu yake mimi ninayo, nitayakupa katika hizi story. Sawa?
Donald Trump akaendelea kusema kwamba hatujui thamani yake kwa sasa hivi because the demand is exploding so fast we can't even measure. Calculation will be completed to estimate the starting price on January 1st, 2026. Akasikika hapo Donald Trump akisema kutokana na demand kuwa kubwa jinsi watu wanavyoitaka, basi thamani yake inaweza ikaanza kujulikana kuanzia Januari 1st, 2026. Na maana tarehe 1 mwezi wa kwanza 2026 ndio tunaweza hiyo sarafu ya Gesara Nesara ikaanza kujulikania na hapo thamani yake. Akisema trust me, niamini mimi, sio mimi yeye sasa Donald Trump. Niamini mimi ya kwamba the price will be here and I mean real hug, this coin is back, freedom in your hand. Kwamba hiyo sarafu na hiyo price, niamini kwamba ule uhuru unaenda kurudishwa mikononi mwako. Yaani kwa lugha nyingine nikwambie hivi 0.005 inaenda kurudisha uhuru mikononi mwako katika mataasisi, katika mabenki. Wewe unaenda kuwa na uhuru mikononi mwako kwa 0.005. Sawa? Anasema I say this will again love for the princess. Anasema before it's become too expensive for the average American, because this time people come first to the people win and the world will never be the same again. Kwa hiyo sarafu ya 0.005 kila mtu akapata, akasema dunia haitaenda kuwa sawa tena katika masuala ya uchumi. Dunia haitoenda kuwa sawa tena katika masuala ya financial. Dunia haitoenda kuwa sawa tena. Kwa sababu gani? Asema the average American, because this time, kwa sababu muda huu people come first, watu ndio watakuwa wa kwanza. Yani watu watakaopewa nafasi kipaumbele ni watu. Yani wewe kama wewe utakuwa una uchumi wako unaomiliki wewe mwenyewe, utakuwa na uhuru na freedom ya uhuru wako wa kiuchumi. Kwa sababu gani? Ya hiyo sarafu ambayo baada ya Donald Trump kupigiwa simu na mataasisi na serikali na madoni, akawaambia sasa meza tunaenda kuipindua. Hayo mambo mlikuwa mnaoendeshea wananchi, kuona wewe Mo Dewji, sijui kujiona wewe as Bakhresa, kujiona wewe sijui nani ni mtu bora kuliko wengine. Sasa hivi mtu binafsi, kila mtu anaenda kuwa ni bora dhidi ya mwenzake. Serikali wanavyoona kwamba wao wanamiliki, wanaweza wakakontrol maisha yako ya kiuchumi, hiyo habari inaenda kufa. Kwa sababu gani? Wewe ndio unao uwezo pia ukapanga serikali wakufanyie nini, sio serikali wakufanyie wewe nini. Yaani ule uhuru unaenda kupatikana, kwa sababu lengo la kuwepo serikali ni ili mimi niamrishe serikali inifanyie nini, sio serikali wanipangie mimi nifanye nini. Kiuhalisia ndio iko hivyo, kwamba mimi ndio na mamlaka ya kuiamrisha serikali nataka nini. Nataka barabara, nataka umeme, nataka maji, nataka afya, nataka hiki sitaki, hiki nataka. Na nina uwezo nikawa na vipaumbele vyangu kuishauri serikali. Subutu kwa sasa hivi shauri serikali. Haya tuachane na masuala ya serikali bana, sio masuala mengine. Lakini hiyo sarafu ya Gesara Nesara itakapokuja, wewe ndio utakuwa unamiliki uchumi wako ambao una uhuru, una uwezo ya kuishauri serikali na ikakusikiliza. Si ndivyo? Kwa sababu lengo la kuchagua sisi madiwani, kuchagua wabunge, wale ni wawakilishi wetu sisi. Mbunge anatuwakilisha sisi bungeni kwenda kutusemea kwenye serikali. Si ndivyo? Kwamba mimi mbunge anasema mimi wananchi wangu kule wamenituma 1 2 3. Kwa hiyo ndio uhalisia kwamba sisi ndio tunaiamrisha serikali, tunawaambia serikali tunataka nini watufanyie kutokana na pesa zetu wanazozichukua kwetu, kodi zetu. Lakini hilo lifanye sasa hivi. Anyway, kwa Donald Trump anasema
hiyo sarafu ya 0 utakopata 0.005 ndio utaenda kuifanya. Na akasema na dunia haitokuwa sawa tena. Sawa, dunia haitokuwa sawa tena. Kwa nini? Akasema dunia haito the same again. Akasema God bless you. Mungu akubariki. Akarudia tena, God bless you. Mungu akubariki. And God bless the United States of America. Na Mungu aibariki Jamhuri ya Muungano wa Marekani. Mwisho wa kunukuu. Nimenukuu baadhi. Sasa tuangalie sasa, hiyo Gesara Nisara ni coin gani? Je, ni kweli milioni 42 zitaweza kunifanya mimi niliyekuwepo huku na nilio kwa Dikwazu Mashariki, niliyekuwepo Gomboneka, niliyekuwepo Katesh Hanang, niliyekuwepo Babati, niweze kujitawala kiuchumi kwa milioni 42 coin dunia nzima? Inavyopatikana hiyo coin ya Gesara Nisara Gold Coin, je, itapatikana kwa mfumo gani? Na anavyosema zimebaki milioni 40, zimebaki milioni 32. Hizo milioni 10 zimetolewa kwa mfumo gani? Na zinapatikanaje? Kama zinauzwa, mbona hatuambiwi zinauzwaje tuzinunue na sisi? Tuisubirie hiyo tarehe 1 mwezi wa kwanza 2026. Kama zinachimbwa, tuambiwe blockchain yake inipoje na sisi tuzipate basi. Na kama zinanunuliwa, kuna limitation gani ya kuto kudhibiti hao waliompigia simu ambao yeye anawaita ni Wall Street Giant, wale big street giant, au hao big corporation, au wao wanaosema ni amepokea simu kutoka katika serikali mbalimbali, wasiweze kuzinunua zaidi ya moja. Yaani mtu mmoja, mfano Elon Musk, sasa anaijua Gesara Nisara, imesikika kwa Donald Trump kwamba ndio inaenda kupindua meza. Sasa hivi unavyohisi, huyo Elon Musk au huyo aliyempigia, maana Donald Trump amesema amepigiwa simu, huyo aliyempigia simu afu ameshapewa majibu hayo na amemsikia Trump anasema kwamba meza inaenda kupinduliwa na Gesara Nisara, wewe unavyohisi, kama inauzwa atanunua moja? Hebu fikiria hayo maswali, atanunua moja? Na kama atanunua moja, mfumo umewekwaje katika hiyo blockchain ya kununua? Na kama imechimbwa, je, nikishajisajili na hiyo blockchain yake kama vile Pi Network, uchimbaji wake inamaanisha kwamba nikichimba na simeshawekwa mahesabu kwamba kumbe lengo ni kupatikana kwa watu bilioni 8 kama alivyosema mwenyewe Trump. Inamaanisha kwamba watu bilioni 8 na ziko, inamaanisha kwamba uchimbaji wake utakuwa ni ugavi wake utakuwa umejitosheleza kwa watu bilioni 8 ambao ni 0.005. Inamaanisha kwamba ukichimba, inamaanisha kwamba wewe unapata tu 0.05 inatosha, hamna kupata nyongeza. Okay, tuangalie Gesara Nisara. Gesara Nisara kwanza ni mfumo ambao ni kama nini? Ni kama mapinduzi, revolution niseme. Ni kama sio niseme mapinduzi au niseme harakati. Kwa harakati inaweza ikakaa sawa. Ni harakati ambazo zilianzishwa miaka ya 1990 Marekani. Hii Nisara ni mkakati, ni masuala ya hayo ya nini imesema mshasahau. Nini mikakati labda. Hapo ndio ambayo ilianzishwa nini Marekani miaka ya 90. Ambayo hii Nisara ni kifupisho, ni abbreviation, ni kifupisho kinachotokana na neno ambayo ni Nisara, ni National Economic Security and Recovery Act, ndio inaitwa Nisara. Ambayo hii Nisara sasa ilikuwa ni mswada wa sheria wa Marekani. Ni mswada wa sheria ambao walipendekeza uanzishwe wapi? Marekani.
ambao ulipendekezwa nimesema miaka ya 90 iliyopita, miaka 1990, ambao ni miaka 35 iliyopita, na mtaalamu wa uchumi wa Marekani ambaye alikuwa anaitwa Harvey Francis Bernard. Mswada huu ulikuwa na mapendekezo ya mageuzi ya kifedha. Mageuzi ya kifedha. Mfumo huu ulikuwa na mfumo wa mageuzi ya kifedha, lakini mfumo huo haukufanikiwa miaka hiyo Marekani. Haukupokelewa, haukuchukuliwa maanani kwa sababu ulikuwa unaonekana unaenda kuwashusha thamani mataasisi, mabenki, serikali, inaenda kuwapa hadhi wananchi. Ukaonekana huu mfumo hapana. Sisi bado tuna mfumo wa kiukabaila, mfumo wa kiunyonyaji, mfumo wa kiubepari. Tunataka sisi watu tuwa control, afu unatuletea masuala ya nisara. Kwa mfumo ulianzishwa ni mzuri, mswada wake ulikuwa ni mzuri kwa mustakabali wa maisha ya Wamarekani, lakini haukufanyaje, haukusucceed kwa sababu bado watu walitaka waendelee kuwa ni wanyonyaji. Sawa? Kwa hiyo mswada huu ulikuwa ni kwa ajili ya mageuzi ya kifedha au kufuta madeni ya watu binafsi. Kwamba mtu umekopa benki, umekopa kwenye taasisi, umekopa wapi, lakini uwezo wa kulipa huna, au umelipa ndio, lile deni limeshafika mwisho. Yani umekopa milioni 10, umeshalipa milioni 11, ulikuwa ulipe milioni 15 kama riba, milioni 5 riba. Basi hapo katikati ukashindwa kutokana labda umepata baadhi ya changamoto za kiafya, unaonekana kabisa huyu hawezi kuendeleza na harakati za kuendeleza uchumi, yani mgonjwa na maradhi ama ni nini, si ndivyo? Basi asamehewe, lakini benki tangangania ndugu zako walipe. Benki tangangania zile asset ulizozizalisha ziuzwe, zilipwe deni, wakati exactly leo umeshawalipa hela yao uliowakopa na umelipa kidogo na hatua ya ziada, lakini watangangania wakufilisi. Sasa usi unyonyaji huo ndugu zanguni. Sasa ikaanzishwa hiyo nisara. Kuondoa nini? Madeni katika watu binafsi. Kuondoa ushuru wa mapato. Pia masuala ya ushuru haya Marekani mpaka leo hii ushuru unaolipa wewe ndugu yangu. Waulize wanaokaa Marekani. Mimi nishawahi kuishi Marekani. Ukifanya kazi Marekani, ule mshahara unaolipwa unakatwa kodi ya simu, kodi sijui ya maji, sijui kodi ya nini, unakatwa kodi ni nyingi. Hadi kuja kuondoka Marekani kule nikaona hakuna faida. Nikarudi wapi? Tanzania. Lakini nilivyorudi Tanzania nikaona kumbe bora uishi Tanzania kuliko Marekani. Lakini hao maisha nilioishi Marekani yalikuwa ni maisha kwenye ndoto, sio maisha ya uhalisia. Yani niliwahi kuishi Marekani kwenye ndoto. Sijawahi kwenda Marekani. Kwa hiyo msije mkaona kumbe jamaa bado tunaongea naye ni mtu mzito. Ni Marekani. Mimi nimefika nchi nyingi lakini kwenye ndoto, kwenye movie, imagination. Sawa. Lakini yote ni ukweli, ni uhalisia kwamba Marekani, Ulaya, yani hata nchi za Ulaya wanaumizwa sana katika masuala ya kodi. Mapato wanayopata na kodi wanazolipa ni kubwa sana kulinganisha na Tanzania. Huku tunalalamika si tozo, si masuala ya kodi. Waulizeni wanaoishi huko. Wanalipwa hela nyingi. Mtu akikutajia mshahara wake, mtu anakuambia masaa 8 mimi nalipwa dola 200, nalipwa dola 300. Unaona asiye mtu analipwa hela nyingi. Uliza anakulaje na analipaji. Yani utakuta hiyo basic salary tuachane nayo. Kwa hiyo hii nisara ikawa ni harakati kwa ajili pia ya kupunguza au kuondoa tozo, kuondoa kodi na mapato, si ndivyo? Pia kurekebisha mfumo wa kifedha na benki. Hiyo nisara ilikuwa hizo act ambazo mapendekezo yalikuwa yamewekwa, hiyo mswada ulikuwa umewekwa katika nisara, ni kuondoa pia mifumo ya ukabaila katika masuala ya mabenki na masuala ya kifedha. Lakini bunge la Marekani hawajawahi kupitisha. Kwa sababu gani? Wabunge ndio hao madoni. Kwa sababu wabunge, ili uwe mbunge Marekani, na wewe pia uwe na uwezo. Yani
hohehahe wakina sisi huku Afrika, Tanzania, mbunge hana hata shilingi, hana hata nyumba kwanza, hana hata pikipiki mbunge, hata kusoma, ilimradi ameaminiwa na wananchi, anaenda kuwa mwakilishi wetu huko. Ndo akifika huko sasa anaona sasa ni muda mimi kuendeleza miradi yangu. Ndio maana utakuta mtu amekaa kwenye uongozi miaka mitano, alichokifanya katika wananchi wake hana, kwa sababu elimu pia hana. Siwasemi vibaya wabunge wetu, lakini baadhi yao wapo ambao elimu hawana, yani wamepelekwa kwa imani. Sasa maisha sasa hivi, dunia ilivyo, tusiendeshe maisha kiimani. Sawa? Pia kupunguza rushwa ni mtu, licha ya kumwamini, ni mtu pia awe ana uwezo. Lakini pia mtu mwenye uwezo pia anaye sababu ya kuendelea kula rushwa. Kwa yote ni ya wale tu. Uwe una hela, uwe una hela, yani rushwa tuachane nayo. Hizi ni story, lakini mjue tunapiga story. Kwa hiyo NESARA ikawa mfumo wake ni huo. Mfumo wa NESARA ulikuwa ni kutaka kuondosha madeni kwa wananchi. Ni kutaka kupunguza masuala ya makodi, matozo kwa wananchi. Ni kutaka kuweka mifumo thabiti ya masuala ya kifedha na mabenki. Hii ndio ilikuwa mapendekezo ya NESARA ya mwaka 1990. Sasa Donald Trump akarejea yale mapendekezo kwa mfumo mwingine, akasema meza itakapoenda kupinduliwa, ni wewe unaweza kwenda kuwa na uchumi wako mwenyewe, unakuwa na freedom ya nini, ya economic. Unaenda wewe kuya control mabenki hata kucontrol, maana amesema Donald Trump katika ile kauli yake amesema mabenki yamekuwa yakitucontrol sisi kwenye kila kitu. Kwenye nini? Akisema katika uchumi, yakikucontrol katika madeni, yakikucontrol wewe katika nini, katika fedha, katika uhuru, katika freedom, uhuru. Sasa haya leo ataja ndio ilikuwa lengo la nini, la NESARA, ya NESARA miaka hiyo ya 90. Kwa hiyo hapa unaweza ukaona kwanza ukiusoma muktadha sasa, hapa hakujatajwa coin, kumetajwa malengo na mikakati na nia ya NESARA ya miaka 1990 kwa Marekani ilikuwa ni nini. Lakini serikali kupitia bunge wakafanyaje? Wakakataa hayo mapendekezo. Ikaja ikazaliwa GESARA. Kuna NESARA na GESARA. Je, GESARA nini? GESARA nayo ni Global Economic Security and Recovery Act. Kwa kama hawajapishana kwamba hii ni global economic, sasa ni ule uchumi wa nini, wa kidunia. Sasa hii NESARA ilikuwa kwa ajili tu ya Marekani, lakini wakaanzisha nyingine kwa ajili ya mawanda ya dunia nzima, si ndivyo? Kama Donald Trump naye akasema pia huo uchumi itakuwa sasa ni dunia inaenda kujitawala, dunia haitokuwa tena kuwa katika, yani dunia inaenda haitokuwa ile tena. Akasema dunia haitokuwa ile tena, itaenda kubadilika kwa sababu kila mtu ataweza kucontrol uchumi. Hii GESARA ni baada sasa ya NESARA kuundwa. Wale wafuasi wake, wale walioanzisha zile harakati za NESARA hasa kwenye mitandao ya kijamii sasa, si ndivyo? Wakapanua dhana, wakasema kuna mpango wa kimataifa utakaotekelezwa duniani kote. Tuandae mpango wa kimataifa, usio wa Marekani peke yake. Tuandae mpango wa kimataifa ambao utatekelezwa duniani kote. Kwa hiyo GESARA ikahusishwa na madai ya kufutwa kwa madeni ya kimataifa. NESARA ilikuwa ni madeni ya raia wa Marekani mmoja individual. Lakini GESARA ifute sasa madeni ya kimataifa. Sisi Tanzania tumeenda kukopa Uswisi, si ndivyo? Tumekopeshwa na China, tunadaiwa mabilioni ya mapesa. Basi tukionekana nini bado uchumi wetu ni hohehahe, basi tusamehewe jamani, tunaombeni kusamehewa. Sasa sheria za kutengeneza huu mfumo kwamba nchi iweze kusamehewa madeni, sio China wenyewe waamue kwamba China wanaweza kaamua jamani tumewasamehe wa Tanzania. Lakini akisema tumewasamehe wa Tanzania kuna kitu tumekitoa. Huo mfano tuutolee Kenya.
China waseme tumewasamea Kenya. Basi ukiona hivyo, kama China imewasamea Kenya, kuna kitu Kenya wamekitoa. Nakwambia. Sio bure bure, yani mtu aweze kukusamea bure bure. Kuna kitu kimetoka hapo. Sasa hii Gesara ilikuwa lengo lake kuwa kuna sheria kabisa. Yani sisi tunaenda kusamehewa kisheria, tunaenda bana. Tunaenda kwenye, tujalie ni bunge la Gesara sasa. Tunaenda pale bana. Sisi tumekopa dola milioni 800 China, si ndivyo? Lakini tumepambana kutokana, mnavyojua tulikuwa tuna maradhi ya kinchi, nchi yetu iliingia kwenye migogoro labda hii ya kivita, tuliingia kwenye migogoro fulani, au bado sisi ni 1 2 3, nchi yetu bado ni hivi 1 2 3. Kwa hiyo sisi tunaomba katika zile dola milioni 100 tulizokopa, tusamehewe dola milioni 50. Tulipe bila riba. Sio tunasema tulipe bila riba, au tusamehewe kabisa. Kwa hiyo sheria zitapitishwa za Gesara pale, zitasomwa sheria vifungu. Itaangaliwa nchi yetu, itaangaliwa na China. Je, itaathirika au haitaathirika ikitusamehe? Wataitwa China pale, tunasameheana, tunafutiana madeni. Kwa nini? Kwa kutumia sheria, kwa kutumia katiba. Ndio lengo la nini? La Gesara Nesara. Ndio lengo la Gesara. Tunaelewana? Sasa tunakuja kwenye hiyo coin yenyewe sasa Trump aliyoitaja. Tumeona lengo la Nesara na Gesara lilikuwa ni nini na lilianzishwa miaka gani, na Trump alichokizungumza kinaendana mule mule. Sasa tunaona juzi mwezi wa 7 mwishoni, au mwezi wa 7 mwishoni, Marekani ikapitisha muswada wa sheria ambao Trump mwenyewe akasaini kuhusiana na stable coin, mpaka kukazushwa maneno mengi, mpaka Dorsey akaandika ukurasa ule ukurasa, ile article ya Dorsey ikatuchanganya Pioneer. Tukaona huyu maza vipi, wengine wakamuita Dorsey kwenye ile baada ya ile chapisho lake, wengine wakampa majina, wakaita mshangazi. Vipi, mbona mshangazi anatuchanganya? Kwamba ametoka nje ya malengo. Nao wakashindwa kumuelewa kwamba Marekani walianzisha sheria kwamba coin itakayokubalika Marekani ni stable coin ambayo itakuwa ni pegged na dola. Sasa tunamsikiliza Digala mwenyewe, Donald Trump anasema kutaanzishwa coin ambayo inaitwa Gesara Nesara, itakayo baada tarehe 2026 mwezi wa kwanza tarehe 1 tunaweza tukaijua price yake, ambayo price yake itakuwa ni kubwa. Swali la pili na kuuliza, uliweke akiba. Kama serikali imeshapitisha mswada wa stable coin, kwa nini hiyo Gesara Nesara wasiseme kutakuwa kuna Gesara Nesara ambayo ni stable coin? Kwa nini wametoka kwenye malengo ya stable coin? Kama Marekani ni kitovu cha crypto na wakasema crypto hiyo itakayokuwepo Marekani ni stable coin, zile stable coin ndo zitakazojulikana Marekani. Mpaka mshangazi wetu sasa, tujalie jina hilo hilo, dada yetu Dorsey, GCV ambassador, mwenye movement yake akaandika mambo mengi kwamba sasa pai yetu imekuwa tena sio yenye kukubalika Marekani kwa sababu pai yetu sio stable coin kwa mfumo huo. Kwa hiyo pai yetu haijakubalika Marekani. Pia hata hivyo pai yetu si kwa ajili ya taifa. Akaandika mambo mengi. Kumbe kuna kitu hakuelewa. Ambacho hakukielewa mimi nilishakielewa kabla hata Trump hajaongea. Kabla hata Marekani haja kwenye ile voice note yangu nikasema hiyo coin unayoisema itakuwa ni nini? Ni pai. Sasa tunaanza kuelewana hivi. Kwa nini rais mwenyewe anaanza kuleft group ambao wamekubaliana kwamba sarafu tutakayoikubali sisi ni stable coin, ni lazima iwe ni stable coin? Sasa kwa nini huyu anasema tunaanzisha sarafu ambayo itakuwa kwa ajili ya Marekani na kwa ajili ya dunia, kwa kucontrol mabenki watu? Sarafu hiyo itakuwa ni 1 2 3, alafu aseme itakuwa ina price kubwa sana. Kwani stable coin
ina price kubwa, au dola ina mpango wa kuwa na thamani kubwa? Ina mpango huo? Hapana, dola mpango wake ni ule ule. Dola moja kwa Tanzania, kwa T shillings ni 2400, 2500 around hapo, itaenda sana 2600. Sasa tunavyoambiwa hiyo ni saragisara, gold coin inakuwa na thamani kubwa ipi sasa? Kwamba stable coin imekweje? Sasa kama kumbe Marekani wanaweza wakakubali sarafu ambayo ni nje ya mfumo wa stable coin, tunarudi pale pale, ili Marekani waweze kujikomboa kiuchumi wa kifedha, wampiku yule ex wao, wampiku yule muhasimu wao Mwingereza awepo juu yeye, ambao yule nilivyosema yule David Sacks, yule mkurugenzi au co-founder wa PayPal, akasema kuna kitu kinakuja kikubwa kinachohusiana na masuala ya malipo, kitu kikubwa sana kitakuja kuhusiana kwenye masuala ya malipo, wakati PayPal ni mfumo wa malipo ambao uko pegged na dola. Yaani sarafu moja ya PayPal ni sawa na dola moja. Alafu nakwambia kuna kitu kikubwa kinakuja ambacho kitakuja katika mapinduzi ya masuala ya payment chenye thamani kubwa. Kipi iko sasa? Ndio Gesara Nesara au ni nini sasa? Sasa tunakuja hivi. Hii sarafu Trump aliyosema itakuwa kuja na thamani kubwa ambayo ni Nesara Gesara, tuangalie sasa. Mimi napendaga kuja kwenye muktadha. Huwa mara nyingi hata ninapoisomaga white paper, ninaposomaga dashboard, ninapotafsirieni, huwa sitafsiri kilichoandikwa na tafsiri muktadha. Kimemaanishwa nini? Yaani muktadha wake ni nini? Ukishajua muktadha, yaani ukishajua lengo, dhumuni, dhamira, hautasumbuka kwenye kujua maana. Muktadha, lengo, dhamira ya Gesara Nesara ni nini? Muktadha na lengo na dhamira ya Nesara Gesara ni kuifanya dunia iweze kujikomboa yenyewe kiuchumi kwa watu, kuliko mataasisi, kuliko serikali, kuliko mabenki. Pia watu waweze kusamehewa madeni yao, kufutiwa madeni yao. Sasa kama huwezi kufutiwa, jifutie mwenyewe. Unajifutiaje? Tutajua hapo baadaye. Sasa tuje tuangalie Gesara Nesara, tuangalie Bitcoin na tuangalie Pi Network. Ni kitu gani ambacho kinaweza kawa ndio kimemaanishwa nyuma ya pazia ya Gesara Nesara? Tumeona hii Gesara Nesara ni sarafu ambayo inakuja kufanyaje? Inakuja katika kuikomboa dunia katika wananchi, sio katika mataasisi, mtu mmoja mmoja kujikomboa katika hiyo sarafu yake. Akasema tena Donald Trump, kimbilieni kuipata hiyo sarafu kwa sababu zimebaki chache, zimebaki milioni 32 kwa watu wote duniani, watu bilioni 8. Sasa watu bilioni 8 tunaweza kuipata hiyo, kugawana hizo milioni 42. Tukaona ili tuweze kugawana, kila mtu atapata 0.005, ambao 0.005 ili thamani uone wewe una thamani sijui ianze, tukijalia ikianza na dola 100,000, na maanisha kwamba wewe kwa Tanzania shillings utakuwa na kama na milioni 1 na laki kadhaa. Ikianza na dola milioni 1 inamaanisha kwamba wewe utakuwa na Tanzania shillings kama milioni 10 hivi. Sasa hiyo sarafu ikianza na milioni 1 inamaanisha kwamba utakuwa na milioni 10 za Kitanzania za T shillings. Dola milioni 1 kwa 0.005 wewe utakuwa na kama milioni 10. Sasa milioni 10 wewe zinakutoshelezea nini? Yaani milioni 10 yako wewe unaweza ukaicontrol benki gani? Ukaicontrol benki gani kwa milioni 10 yako? Taasisi gani wewe utaweza kumtishia? Yaani wewe hata Harmorapa wanaweza usiweza kumtishia akatishika. Sasa nataka nirudi nyuma miaka ya 2019 katika white paper. Huyu Nicholas au Cheng Diofan au core team waliandika nini katika white paper?
ili sasa tuanze kuelewa nini maana ya core team kuzungumzia hiyo Nesara Gesara. Je, walimaanisha kweli ni sarafu inaitwa Gesara Nesara katika dunia nzima? Tuje sasa. Ukisoma white paper katika kipengele core team walichoizungumzia supply ya Bitcoin, jinsi ilivyoundwa Bitcoin, upatikanaji wake, sijui nini chake, ameisema sana Bitcoin. Kuna kipengele katika white paper kinazungumzia fixed supply ya Bitcoin, yani ugavi uliokuwa umeshawekwa tayari, yani ni fixed supply, yani ule ugawanywaji wa zile tokeni zake ambazo hauwezi ukazidi wala ukapungua, ndio inaitwa fixed supply. Kama vile fixed supply ya core team ya Pi ni bilioni 100 coin, hizo ni fixed supply. Kwa Bitcoin ikawa core team wakaandika fixed supply Bitcoin ambayo ni milioni 21. Sawa? Milioni 21 sarafu za Bitcoin ziko milioni 21. Sio bilioni, milioni 21. Ukisoma kile kipengele kinasomeka hivi: Bitcoin's economic model is simple. Katika kipengele cha fixed supply ya Bitcoin akisema Bitcoin's economic model is simple, yaani ule mfumo wa uchumi wa Bitcoin ni mrahisi mno. Aina yake ya uchumi wa Bitcoin ni mrahisi mno. Urahisi wake ni nini? Akisema there will only over be 21 million Bitcoin in existence. Kuna milioni tu. Kutakuwa na milioni 21 tu katika mzunguko wa ugawanywi wa Bitcoin kwa watu. Kutakuwa na milioni 21 tu za Bitcoin. Hao maneno yapo katika white paper. This number is set in code, kwamba namba hii imesetiwa katika kodi maalum, katika msimbo. Sawa, katika nini? Katika kodi. Ya mambo yamezungumzwa kikodi. Hiyo milioni 21 imezungumzwa kikodi. Sawa eh? Lakini ziko Bitcoin milioni 21 katika supply yake. Akasema hivi, with only 21M to calculate among 7.5 B people around the world, kwamba kutakuwa na milioni 21 tu ambazo zitagaiwa katika watu. Kipindi hiko white paper inaandika watu duniani walikuwa ni 7.5 bilioni, watu bilioni 7.5, yani bilioni 7.5, kwamba watu bilioni 7.5 wagaiane Bitcoin 21. People around the world, watu duniani kote watu wagaiane Bitcoin milioni 21. Sawa? Hilo swali linawezekana? Kwa timu ndo akasema wakasema economic model is simple, kwamba uchumi wake wa Bitcoin ni mrahisi sana. Bilioni hizi 21, milioni 21 kwa watu bilioni 7.5. Tujalie ni watu bilioni 8 kama sasa hivi tupo watu bilioni 8. Alafu Bitcoin ziko milioni 21. Tukizigawanya sasa kwa watu bilioni 8, kama Trump alivyosema, hii Nesara Gesara, hizi coin milioni 42 ni kwa ajili ya watu bilioni 8. Trump ndo kasema hivyo, ni kwa ajili ya watu bilioni 8. Sasa mimi nakupa mfano kwenye Bitcoin ili uelewe sasa kilichozungumzwa na Trump ni nini. Akasema core team akasema tujalie sasa watu sasa hivi ni hawa bilioni 8 kwa coin milioni 21 za Bitcoin. Tukizigawanya kila mtu atapata 0.002. Kama kila mtu atapata 0.002 kwa Bitcoin, kwa Bitcoin milioni 21. Alafu Bitcoin sasa hivi ina thamani ya dola, tujalie dola 100,000 Bitcoin moja. Kwa 0.002 mtu anakaribia anakaribia dola 240 kadhaa, yani kama 600,000 za Kitanzania. Si ndivyo? Sasa 600,000
kila mtu duniani ajigaie laki sita. Lengo la Bitcoin siende duniani, sio kwa watu maalum, kwa watu laki sita. Kwa hiyo ni Trump awe na laki sita, mimi niwe na laki sita, nani awe na laki sita. Hivi dunia tunaweza tukaicontrol? Hatuwezi. Kwa hiyo Bitcoin bado lengo lake kuundwa si kwa ajili ya dunia. Kwa timu wakamalizia kuandika this is scarcity. Huu uhaba huu wa Bitcoin kwa watu duniani, huu uhaba, this is scarcity, is one of most important drivers of Bitcoin value. Ndio kitu pekee ambacho wale drivers wa Bitcoin wanaiendesha thamani. Hii scarcity ya Bitcoin kwa watu duniani, kwa sababu kila siku mwamko wa blockchain technology unazidi kutamalaki kwa watu. Watu wanazidi kuielewa crypto. Watu wanazidi kuelewa masuala ya blockchain technology. Watu wanazidi kuielewa Bitcoin. Sasa kila mtu anataka kuimiliki Bitcoin. Afu Bitcoin ziko milioni 21. Kwa akasema this is scarcity. Huu uhaba huu Bitcoin kwa watu bilioni 8 ndio kunaofanya wale drivers wa Bitcoin, wale whales, mapapa, wale watu wa zile wallet 5 kubwa duniani zilizoshikilia uchumi mkubwa wa Bitcoin, ndio wana drive value, wanaiendesha thamani. Wakiamua Bitcoin ipande thamani wanaipeleka, wakiamua waishushe wanaishusha, wakiamua waibakize hapo hapo wanaibakiza, kwa sababu Bitcoin imeshikiliwa na watu wachache. Sijui unaelewa? Unaelewa? Unanielewa? Ya kuwa kuwepo kwa coin chache kwa watu duniani ni sababu ya watu kuendeshwa katika huo uchumi. Ndio anamaanisha hivyo Dr. Nicholas. Sasa Bitcoin na milioni 21. Hiyo Gesara ina milioni 42. Tunarudi pale pale, white paper nasema kuwepo kwa coin chache kwa watu duniani ndio kutasababisha washikiliaji wa sarafu hiyo kuendesha mfumo huo, uchumi huo wa hiyo sarafu. Kwa hiyo uchumi bado hiyo sarafu utaendelea kuendeshwa na watu ambao watakuwa wameinunua hiyo sarafu, wameshikilia kwa wingi, kwa sababu sarafu kama itaanza kupatikana kipindi hiki kama anavyosema Trump, kipindi hiki cha pre ya hiyo sarafu, kipindi hiki cha kuipata, kuna watakaoipata nyingi zaidi. Wale walioanzisha lazima wajiwekee hazina, ziko milioni 42. Wale walioanzisha watajiwekea. Trump mwenyewe hataweza kupata sawa na sisi, kabineti yake haitaweza kupata sawa na sisi, na wengine hawataweza kupata sawa na sisi. Walewahi kuijua hawataweza kupata sawa na waliochelewa kuijua. Tafsiri yake bado Gesara ni kitu ambacho hakitoweza kusucceed kama maneno ya nani, ya Donald Trump. Sasa tuiangalie Pi network na dunia inasemaje. Lengo la Trump si coin ya Gesara ifike duniani, alafu wanadunia waweze kucontrol serikali na mabenki. Tuiangalie Pi network. Pi network katika fixed supply, katika total supply ina token bilioni 100. Baada ya kuwa na bilioni 100 wakatoa bilioni 20 wakazitenga ni kwa ajili ya core team. Bilioni 20 wakazitenga kwa ajili ya core team. Zikabaki Pi bilioni 80, ambazo zipai bilioni 80 ndio zimeletwa kwetu sisi community. Si ndivyo? Sasa lengo la Pi, ukiangalia lengo la Pi na lengo la Gesara ni baba mmoja mama mmoja. Lengo la Gesara ni kuicontrol uchumi, watu waweze kujicontrol wenyewe kiuchumi, watoke kutawaliwa na mabenki, waweze kulipiwa madeni, watu hao waweze kusamehewa madeni, na watu hao waweze kujitawala wenyewe kiuchumi. Ndio lengo la Gesara kuanzishwa mwaka 1990. Angalia lengo la Pi network. Ni watu waweze kujicontrol wenyewe kiuchumi,
wasiweze kutawaliwa na nini, na mataasisi, wasiweze kutawaliwa na mabenki, wasiweze kutawaliwa na serikali. Na ndio maana taasisi, serikali, benki ikitaka kuingia katika ecosystem, hayo niliyosema juzi katika humu katika group, kwamba itakuwa serikali ni ya kipuuzi endapo haitotaka kuintegrate mifumo na ecosystem ya Pi Network. Kwa sababu gani? Itakosa mapato, itakosa watu, na itakuwa imejifilisi yenyewe pia, kwa sababu ecosystem yetu sisi ina nguvu na ina uchumi. Kwa hiyo ili serikali iweze kupata faida, iingie katika ecosystem yetu, angalia ni makampuni mangapi, ni corporation ngapi ambazo zimeintegrate mifumo yao na uchumi wetu sisi wa ecosystem. Tunaambiwa sijui Alibaba, sijui Amazon, sijui Google Pay, wote wapo kwenye nini? Kwenye ecosystem. Wametufuata. Mabenki yametufuata. CRDB kama tunavyoambiwa nani Kalimuna, sijui nani huyo Kalamuna, sijui Kalimuna anavyoitwa jina lake sijamsikia mwenyewe akilitaja. Huyo masuala ya CRDB anasema sisi CRDB ndio tunaamrishwa mifumo tufuate. Leo Donald Trump ananukuliwa akisema Gesara Nesara itakuwa wewe ndio unaicontrol benki. Unaicontrol benki kwa vipi? Kwa sababu benki ndio anakufuata, sio wewe unamfuata. Yeye benki ndio anakufuata na kuomba, naomba bana pesa yako, njoo utoe, njoo weke, sijui nini. Mambo haya yanasemwa kwa mifano. Juzi kipindi cha nyuma niliandika sentence nikasema mambo haya yananeno kwa mifano. Walio wake ndio watakaoelewa hiyo mifano, kwa sababu mambo yananeno kwa mifano, kwa kodi. Sasa usipoelewa kodi hautoelewa. Utasikia tu Gesara Nesara, utasema coin gani? Utatafuta we, hutoelewa nini maana ya Gesara Nesara. Leo Pioneer mdogo nakupa hiyo. Chukua kodi hii kwamba lengo la Pi ni wewe Pioneer kujiongoza mwenyewe katika uchumi wako bila kuingiliwa na serikali, bila kuingiliwa na taasisi, bila kuingiliwa na mtu mzito aje ya kucontrol, kwa sababu wewe mwenyewe unayo mali ya kujicontrol. Si ndivyo? Kama tunavyoona ecosystem yetu inafuatwa. Mtu wa exchange anataka kuingia mifumo na Pi afanye KYB atufuate. Sisi tumfuate. Hapana, sisi mabosi bana. Sasa anyway, kuna Pi bilioni 80 kwa ajili ya community. Trump anasema Nesara Gesara ni kwa ajili ya milioni 42 kwa ajili ya dunia nzima. Afu akataja kabisa akawataja watu ni bilioni 8. Sasa tupige mahesabu. Pi Network bilioni 80 tulizopewa, kuna watu bilioni 8 duniani kote. Tuigawanye sasa Pi bilioni 80 kwa watu, tunapataje? Tunapata kila mtu amiliki Pi 10. Kila mtu amiliki Pi 10. Kila mtu akimiliki Pi 10, dunia nzima zitakuwa zimefika Pi bilioni 80. Tunarudi pale tunaposikia kwamba Cheng Diaofani alinukuliwa akisema eti ya kwamba Pi 10 tu zinakutosha kwenye maisha yako yote. Unajua kama ni kweli alisema, mimi sijamsikia, lakini niliwasikia wakimnukuu ni watu ambao mimi nawaamini, ni viongozi nawaamini, sawa? Wamemnukuu Cheng Dia wanasema Pi 10 zinakutosha kwenye maisha yako yote. Hivi unajua hiyo kodi amemaanisha nini? Amemaanisha hivi, kunaye Pi bilioni 80. Katika hizo Pi bilioni 80, watu duniani wako bilioni 8. Kwa hiyo ukichukua Pi zaidi ya, utakuwa umempunja mwingine. Kwa hiyo kama lengo ni duniani kote duniani, japokuwa haiwezekani kila mtu duniani akachimba Pi, kwa sababu kuna watu vijijini huko hawajui masuala ya interneti. Kuna ndugu zetu Hadzabe wale wakina Dudukwe, wakina Chaba, hawaelewi masuala ya simu. Ukimwambia bwana kuna masuala ya blockchain technology, atakwambia kwamba umezungumza nini? Kwa wale sasa, au makundi hapo mengi. Kule Brazil kule
katika ile misitu ya Amazon kuna makabila si chini ya 1000. Au makabila hayajawahi kuonana na jamii nyingine kama sisi, hawajawahi kuona. Wanaishi kule ni mamilioni ya watu, wako malaki ya watu, mamilioni ya watu, si ndivyo? Hawaelewi masuala ya mifumo ya blockchain technology. Afrika kuna watu wanaishi katika maisha ya kitamaduni mpaka leo, hawaelewi hawa masuala. Kuna watu wapo wanaishi maisha ya kiteknolojia, si ndivyo? Wanaishi maisha ya kiteknolojia sasa hivi, lakini pia ukimwambia masuala ya blockchain technology, masuala ya cryptocurrencies, anakuambia masuala ya Freemason hayo. Masuala ya kishirikina, wewe utaibiwa wewe. Mtu yupo lakini pia haelewi. Kwa hiyo hawa wamefanyaje? Kwa katika watu bilioni 8 unaweza kukuta kuna watu hata bilioni 2 au bilioni 3 pia, au hata watu bilioni 5 hawaelewi masuala ya blockchain technology na wala hawana huo mpango. Kwa hiyo watakuwa tumebaki watu bilioni 3. Kwa watu bilioni 3 tutagawana, tutanyang'anyiana hizo pai zilizokuwa bilioni 80. Ndio maana utakuta mtu ana pai 2000, pai 100,000. Kwa sababu inavyoonekana mpaka sasa hivi watu waliokubali blockchain ya pai, kwa timu wakiangalia katika mfumo, hawazidi watu milioni 300. Kama hawazidi watu milioni 300 na duniani kuna watu bilioni, na maana kwamba hata bilioni 1 waliokubali pai hawajafika. Ndio maana wametuletea vipengele hata zile pai tuzinunue, we mtu mmoja kuwa hata na pai laki, kuwa na pai milioni, kwa sababu watu ambao hawajapokea mradi ni wengi, lakini lengo, nia na madhumuni ni pai ifike duniani kote kwa kila mtu. Ndio maana Chingdiao akanukuliwa akisema pai 10 zinakutosha kwa maisha yako yote. Kwa sababu pai 10 kwa nini zinakutosha? Kutokana na watu duniani wako bilioni 8 na pai kwa ajili ya watu ni bilioni 80. Kwa hiyo pai 10 tukigawana zitakuwa zimetoshelezea katika mizani. Alafu zile pai bilioni 2 ni za kwao. Kwa Trump alivyosema Gesara ni Sara Gold Coin milioni 42 ni kwa ajili ya dunia nzima, amedanganya. Kadanganya mwaya. Hapo amewadanganya. Kama ni chenga, mmepigwa chenga ya mwili. Nyie mmeenda kushoto, mpira umeenda, mtu kaondoka na mpira wake wapi? Kulia. Wewe umeenda kushoto na umedondoka. Hapo alichokimaanisha ni muktadha wa Gesara ni Sara. Je, ni sarafu gani ambayo ina mapito ya Gesara ni Sara? Ni Pi Network ndiyo ina mapito ya ukombozi wa watu katika uchumi wao binafsi, katika uchumi wa viwanda, katika uchumi wa kujitawala wewe kiuchumi. Unao uwezo wewe ukaitawala benki, ukayawatawala mataasisi, wakakusikiliza wewe ukawaita, kama vile Kalmuna anavyosema, sisi tunaitwa na mifumo ya ICO 222 inatuita na tunaitika, tunasikiliza, bwana fanyeni hivi, wanafanya. Na hii mifumo ya ICO 222 ni masuala ya Stellar Consensus Protocol yako humu ndani, ndio Pi Network yenyewe hiyo ndio inaandaliwa. Kwa sisi tunaitwa, tunaitika, tunawasikiliza, tunasitisha huduma zetu. Hapo alivyozungumza Trump alikuwa anaimaanisha nini? Hapo alichozungumza Trump alikuwa anaimaanisha Pi Network. Kwa hiyo ukisikiliza ile voice note yangu ya kwanza ambao ndio limezalisha hii muendelezo katika hizi story zangu nilizosema, hiyo stablecoin au hiyo coin inayozungumzwa hapo Marekani, ili Marekani aweze kujitawala na kujiona yeye ni the big giant wa kwanza duniani katika masuala yote, unazungumza masuala ya financial, basi ni yeye kuikubali Pi Network. Pi inaenda kufuta madeni ya nchi kama Gesara ilivyo. Gesara ni kwa ajili ya global economic ambao lengo lake kubwa ni kufuta madeni ya nchi. Kwa timu wametenga hizi Pi bilioni 10. Wametenga kwa ajili kila nchi itapewa, si ndivyo? Kila nchi itapewa Pi milioni, kama tujalie milioni 2 kwa thamani ya GCV. Hawajafuta madeni yao. Doris Ine alimwambia Donald Trump,
kama unataka nchi yako ifutiwe madeni, ikubali pai, tutakufutia madeni. Tutakupa pai kadhaa tu, madeni yako yanafanyaje? Yanafutwa. Unajua maana ya gesara nesara ni nini? Kufuta madeni ya mtu binafsi na madeni ya nchi. Sasa kama Tanzania nataka wafutiwe madeni, waikubali Pi Network. Watapewa Pi kwa ajili Pi hizo zitawezesha kwenda kulipa madeni yao. Haya mambo yanasema kwa kodi na kwa mifano. Sasa hiyo gesara nesara inaendaje kufuta madeni ya nchi? Kwa Donald Trump amesema mabenki yametucontrol kwenye kila kitu, mpaka kwenye madeni. Mpaka kwenye madeni. Your debt. Msikilize vizuri Donald Trump asema. Your debt, your money, your debt. Pesa zako wanamiliki mabenki. Na niliwi deni lako linamilikiwa na benki. Si ndivyo? Sasa hii gesara nesara. Wanasema leo hiyo ndio utaenda kuicontrol benki. Hiyo gesara nesara utawezaje kufuta deni kwa hiyo sarafu, kwa hizo total supply milioni 42 kwa watu wote duniani? Haya. Tujalie wananchi wako humu na serikali ziko humu. Sisi Tanzania tuna deni sijui bilioni ngapi tunadaiwa. Dola bilioni ngapi? Hizo nesara gesara Tanzania itabidi zipate ngapi ili kalipe madeni? Utajikuta ni Pi Network ndio gesara nesara yenyewe, kwamba kwa timu wamesema wataipa kila nchi itakayoikubali Pi kwa ajili ya madeni tunaweza tukafuta nchini mwetu kwa sababu ya Pi Network. Kwa hiyo gesara nesara inazungumzwa, imezungumzwa kwa lugha ya nini? Ya mafumbo. Alafu Trump kama kweli anazungumza gesara nesara, kama alivyotaja kweli ni sarafu ya gesara nesara ndio itakaenda kuitawala dunia, meza itaenda kupinduliwa kwa sababu ya gesara nesara, na kuhakikishia mpaka hapo Trump ni mtu ambaye anaaminika, ni mtu mkubwa, akikitaja kitu anaenda kukipaisha kweli. Wao wanavyodhani kama hiyo sarafu kweli gesara nesara ipo, mpaka sasa hivi hizo sarafu zake milioni 32 unavyohisi mpaka sasa hivi bado zipo. Inamaanisha kwamba wale majiant waliompigia simu akawajibu hii sarafu haijatengenezwa kwa ajili yenu. Unajua maana yake ndio ameshawapa majibu sasa kwamba ni mwatengenezeni nyie. Kwa hiyo watakachokifanya wale majiant wataenda kuiwekeza pesa zao, wataenda kuwekeza kila kitu chao kwenye hiyo sarafu na kusubiria tarehe 1 mwezi wa kwanza 2026 ili waweze kupata faida na kuendelea kutukandamiza, kuendelea kutunyonya, kuendelea kutucontrol. Mabenki yataenda atawekeza katika hiyo sarafu ya gesara nesara. Ila hapo imetajwa kwa mafumbo. Hawezi kuitaja Pi Network ndiyo itakayoenda kufanya 1 2 3. We akiitaja tu Pi Network. Dr. Nicholas hapo amelazimishwa Open Network, Open Mainnet iwe ni muda huo baada hiyo tamko, kwa sababu akichelewesha tukaua mradi. Yaani siku Donald Trump akiitaja Pi Network inatakiwa anashuka jukwani Open Mainnet inatangazwa ili watu wasiweze kuivamia Pi Network yetu. Ili tuliopata tumepata, ndio ile walipata wamepata, waliokosa inatakiwa kitendo hicho Donald Trump ameitaja Pi Network. Ndio muda huo Open Mainnet inatakiwa itoke hapo. Yaani ile tit for tat on the spot. Akisubiria ameharibu. Kwa Trump hawezi kuitaja nini? Pi Network. Ataitaja kwa kodi, ataitaja kwa mafumbo. Tunaelewana? Kwa hiyo sasa hii sarafu ya nesara gesara, mimi kwa hizi stories zangu naweza kupigia naiona ni Pi Network. Kwa sababu gani? Pi gesara nesara ni sarafu ambayo Trump amesema itaenda kutumika Marekani na worldwide, kwa dunia nzima. Leo hii tunaona Pi inaweka vikwazo katika nchi, lakini vikwazo hivyo viwe vimetoka wapi? Marekani. Juzi kwenye dashboard kwa timu wameandika kwamba wameiondolea vikwazo Syria kwa sababu vikwazo hivyo vimetolewa na nani? Na taifa la Marekani. Vikwazo hivyo vimetolewa na taifa la Marekani na serikali ya Marekani, tena katika
katika bili, katika nini, katika ile maandiko ya katika nini wanaita, katika sijui nini bili ya na 1432 1413 au 1432, sawa, ambao ni Trump mwenyewe amesaini kwamba mimi Donald Trump au mimi kupitia serikali hii nimeitolea vikwazo vya kiuchumi wapi? Syria. Kwa hiyo kuanzia leo Syria wako huru kuingiliana mifumo na Marekani. Hapo hapo ndio anakuja Dr. Nicholas na kamradi kake binafsi aseme eti kutokana mmeondolewa vikwazo na Marekani, basi na nyinyi mpo huru kufanya KYC. Mpo huru sasa hivi kufanya kuchimba pai na kufanya, wale waliochimba pai wakazuiliwa KYC kwa sababu Marekani wamezuia. Sasa mpo huru kufanya tena fast track KYC. Fast track KYC ya nini sasa? Kwa alafu waseme mradi huu wewe kama nchi yako imekuwa vikwazo na Marekani, kaa nao mbali. Wanamaanisha nini? Kwamba huu mradi ni wa Marekani au ni mradi wa kwao? Alafu hao wanaosema sio wa Marekani search. Watu wawili sio wa Marekani. Kwa hiyo utajikuta huu mradi ni wa Marekani. Kama mradi wa Marekani, kwa sababu bado upo chini chini, na alivyosema thamani yake itakuwa ni kubwa mno. Na sisi tunavyosema thamani ya pai moja itakuwa ni GCV dola 314,159. Ndugu yangu, kaa chonjo. Hizo sarafu milioni 32 zilizobakia hapo unaambiwa zimebaki pai chache sana katika kuchimbwa kipindi hiki cha pre-mainnet. Kwa hiyo kama unaweza nunua pai. Kama wewe unatunza wallet yako, nunua pai, acha huko katika masoko ya exchange. Sijui OKX, Bitget, Mexic, Dotget, IO, sijui Painex, acha huko. Nunua pai ziache huko. Usizilete huko. Ila tunakoenda hakuna cha gisara nesara. Hakuna sijui cha nini hapo iliyotajwa kwa maoni yangu, lakini mimi katika stori zangu hapo ilizungumzwa ni Pi Network. Nadhani kupitia hii kuna kitu utakuwa umeking'amua, umekielewa. Kwa hiyo tarehe 1 mwezi wa kwanza 2026, subiria makubwa kupitia Pi Network. Subiria makubwa kupitia Pi Network, sio kupitia gisara nesara, kupitia Pi Network, na kuhakikishia thamani ya Pi itaenda kuja kuwa ni kubwa sana. Mungu awabariki sana. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.